Mimi naitwa Manchale H. Suguta, wakili mwandamizi wa serikali, na nimekuja hapa leo kwenye ofisi yetu ya chama hapa wilaya ya Tarime. Nimekwisha kuchukua fomu yangu kwa maana ya kutia nia ili mchakato wa chama uendelee. Kama mnavyojua, utaratibu wa mwaka huu kidogo ni tofauti. Kwa mimi nagombea ubunge wa jimbo la Tarime mjini, ambao mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Kwa hiyo changamoto za mji wa Tarime na fursa, maana yake yote ni mawili. Changamoto na fursa za mji wa Tarime mimi nazijua, kwa sababu nimesoma shule hii ambayo nyinyi mmeigeuzia mgongo, hii Sabasaba shule ya msingi hii hapa. Mimi nimesoma hapo shule ya msingi darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Mimi ni mwanasheria mzoefu wa serikali na ninafahamu namna ya kuongoza haya mambo, namna ya kutafuta na kutatua changamoto na fursa ambazo zinatukabili watu wa Tarime kwa ujumla wake. Mambo ya msingi sana ambayo yako hapa, ambayo unatakiwa kushughulika nayo kama mbunge, na hii nataka niliweke wazi. Swala la ubunge ni kazi serious ambayo inataka mtu serious, na mimi ni mtu serious ambaye ninatosha kufanya hii kazi. Kazi ya ubunge ni kazi ambazo zinataka mtu ambaye unaelewa nini unataka kufanya, upange mkakati ukiendana na sera za chama ili uweze kuisaidia serikali ya nchi iweze kusukuma mbele maendeleo ya watu katika nyanja za elimu, nyanja za barabara, nyanja za afya, nyanja za kilimo, madini na uvuvi. Maeneo yote hayo 6 ambayo nimeyataja, hayo ni maeneo ambayo Tarime tunahusika nayo. Lakini kuna eneo lingine la muhimu sana ambalo watu kwa sasa hivi ndio dunia inaelekea huko. Swala la kitu tunaita carbon credit. Kwa maana kama unapanda miti mingi Tarime hapa, tutakuwa na sehemu nyingine ya kuongezea kipato. Tofauti na hayo mengine ambayo nimeyataja kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye uvuvi, kwenye mipaka ambayo tuko nao hapa. Unajua kwamba tuna mpaka mrefu na Kenya, lakini mbali na hiyo kuna swala la carbon credit. Mlima huu hapa tunaweza tukaugeuza na miji mingine mingi ikawa fursa kubwa sana ya kuuza hewa ukaa. Hiyo ni eneo lingine ambalo mimi naenda kulilenga katika kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, ila hatimaye jamii nzima ya watu wa Tarime. Kwa maana ya uchumi jumuishi ndio ukiwa unazungumza kwa maana hiyo. Kwa hiyo ninafahamu changamoto za watu wa Tarime, ninafahamu fursa ambazo ziko Tarime ambazo ni swala la ubunifu. Mimi nimekuwa mwanasheria wa serikali kwa muda mrefu, sasa hivi miaka 20. Niko serikali, natumikia serikali. Nimeshika nafasi mbalimbali, nimeshika maeneo mbalimbali. Mimi ni mtu wa maamuzi, ninajua kufanya maamuzi, ninajua kubuni mambo na kuyasimamia. Unayabuni na unayasimamia, na ndio kitu ambacho mimi hasa nataka kuleta utofauti huo hapa Tarime. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, mimi niko hapa ili mnitume kazi. Nimekwisha kunituma nyuma huko na mkaona kazi zangu ambazo nafanya. Kwa hiyo ni vizuri pia mniamini, mnitume katika muda huu, kwa sababu mchakato ndio unaanza. Basi itoshe kusema mimi nashughulika na hili swala la fomu, nitamaliza, nitarejesha. Baada ya kurejesha tutasubiri michakato ya chama. Iwapo chama kitaniteua, niko tayari kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina mambo mengi sana mazuri kwa mwaka huu na miaka mingine yote, na mimi nimekulia ndani ya hiki chama. Kwa hiyo ni swala tu sasa nitakwenda kusubiri mchakato ukamilike, alafu tufanye kazi. Asante sana. Kwanza mtakumbuka kwamba mwaka 2020 mimi pia nilishiriki na nilikuwa miongoni mwa watu 5 wa mwanzo. Tulikuwa watu 27. Utaweza kuona kwamba katika watu 27 katika top 5 mimi nilikuwemo. Na kuna mambo tofauti ya kujifunza na kuboresha kwenye siasa. Siasa ni sayansi kama sayansi zingine zote. Safari hii watu watashangaa sana. Siwezi kuongea sana hapa kwa sababu tunajua kwamba mchakato bado unaendelea. Lakini safari hii nimedhamiria kabisa, nimejipanga kimkakati, nimeshapita kipindi chote tulikuwa tunajiandaa. Kwa hiyo tuko hapa ili tushinde. Hatujaja hapa kushiriki. Tumekuja hapa ili tushinde. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wajumbe wanatambua uwezo wangu wa kikazi, na ndio maana hata serikali imenitumia sana kwa miaka yote hii 20 kwenye maeneo tofauti. Nilifanya kazi ofisi ya makamu wa rais, nilifanya kazi Baraza la Taifa la Hifadhi ya Mazingira, nilifanya kazi local government, nilifanya kazi Wizara ya Uchukuzi ambako ndio mwanasheria mpaka sasa hivi nafanya pale kama mwanasheria. Kwa hiyo mimi ni wakili mzoefu sana wa serikali na nimekuwa natumika sana serikalini. Kwa hiyo chama kunitumia kwa sasa hivi kikiona kama mimi natosha, bado itakuwa ni mwendelezo ule kwamba mimi ni mtu ambaye ninajulikana kwamba ninaweza kazi, ninaweza kusimamia maswala
nikayabuni na nikayasimamia, na hiyo ndio kazi nimekuwa nikiifanya miaka yote. Kwa hiyo kwa Tarime hapa au nafasi ya ubunge hapa ni nyumbani, sio kwamba ni swala la kusema kwamba unaweza ukashinda ukimbie nyumbani kwenu, hapana. Bado naendelea kutoa mchango na nitaendelea kutoa mchango. Hata kama ni kura zisipotosha, nitaendelea kutoa mchango wangu kwa nchi yangu, kwa sababu hatimaye sisi wote ni Watanzania. Eleza ndugu zangu, mimi nimesoma hii shule inaitwa Sabasaba shule ya msingi. Nyuma yenu hii hapa ambayo mimi naiangalia. Mwaka 1989 mimi nilikuwa chipukizi wa wilaya ya Tarime kwa chama hiki cha Mapinduzi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mimi swala la uongozi sio hasa kwenye Chama cha Mapinduzi sijaanza leo. Tangu niko darasa la 4. Unakumbuka kijana wa darasa la 4 ukimuita hapa ni bwana mdogo kabisa. Kwa hiyo nilikuwa kwenye timu ya chipukizi, na sisi tumempokea mzee Rashid Kawawa hapa Tarime mwaka 90. Alivyotua hapa na helikopta, na mimi ndio mara yangu ya kwanza kuona helikopta. Tulivyokwenda kumpokea mzee Kawawa enzi zile. Kwa hiyo uzoefu katika chama ninao. Hata kwa sasa hivi nikiwaeleza, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Kwa hiyo nimeaminiwa, nimepigiwa kura, nimeshinda. Niko nafanya hiyo kazi hata sasa hivi. Tunaendelea na mambo haya. Kwa hiyo niko wanachama wangu sio wa leo au ule mnaita kwamba ni wakuja na, hapana. Mimi ni mwanachama wa hiki chama kwa maisha yangu yote. Sijawahi kuwa na chama kingine tofauti. Ni mwanachama wa hiki chama kwa muda wangu wote wa maisha yangu. Kwa hiyo niko tayari kutoa mchango wangu kwa nchi yangu, kwa chama changu, na hatimaye tuweze kuleta maendeleo ambayo nimesema lengo langu mimi, sera yangu ni uchumi jumuishi wa kuinua watu wote kutoka chini kwenda juu.